Hello, mambo ni vipi na uhali gani mtazamaji wa Vam TV? Asante kwa kuendelea kutuchagua kuwa moja ya watu bora kwako. Napenda kukukaribisha katika chaneli yetu. Kama huja subscribe, hakikisha una subscribe ili tuweze kuwa wote katika vipindi mbalimbali ambavyo vinaruka. Hii ni pamoja na burudani, simulizi ambazo zinaelimisha, love story, simulizi za kusisimua, simulizi za mapenzi na elimu kuhusu vitu mbalimbali, basi na kusahau makara, visa, mikasa yaliyonikuta katika maisha yangu. Share, subscribe, tuwe wote. Hii haina kukosa. Wewe unakusaje sasa kuwa miongoni mwa wale walio subscribe Vam TV Online? Hello, mtazamaji wa Vam TV Online. Baada ya tangazo, leo ndo tunaendelea na simulizi hii inayokwenda alinikataa akijua mimi ni masikini, lakini rafiki yake akanikubali bila kujua mimi ni bilionea. Tunaendelea pale tulipoishia, tukiwa tumekaa eneo lile la garden. Mimi na Femi tulikuwa tukila chakula tulichoagiza pamoja na vinywaji, huku tukiongea mambo mbalimbali. Kubwa kabisa lilikuwa ni suala la ndoa. Femi, sina haja ya kukuchunguza zaidi. Tabia ulizonazo hizo nilizoziona kwa muda mfupi ndio tabia ambazo nilimwomba Mungu anipatie mke mwenye nazo kama wewe. Ulivyo ni mkarimu, huna dharau, unajali wengine na kuwathamini watu wa aina zote. Kiufupi, unafaa sana, nilimwambia Femi. Akaachia tabasamu la pamoja na uso wake, kisha akashika kijiko changu na kuchota chakula kwenye sahani yake akanilisha. Nami nikafanya hivyo hivyo, nikashika kijiko chake na kuchota chakula kwenye sahani yangu na kumlisha. Wote tukacheka kwa pamoja, kama vile tulikuwa tumeambizana tucheke. Nakupenda sana Femi, na moyo wangu huu na kukabidhi uutunze kwenye kiota cha moyo wako. Sitegemei kuumia wala kutoa machozi juu yako, kwani tabia zako zimenishinda. Hata sitaki kufuatilia sana. Nilijikuta nikitema cheche kwa hisia, huku nikimtizama Femi usoni. Mara ghafla akafika mwanaume mmoja pale kwenye meza yetu. Nilimtizama usoni, uso wake ulikuwa umegubikwa na jaziba sana. Kabla hata sijamuuliza kitu, akaanza kumwambia, Femi, wewe maraya, ni miezi miwili tu tumeachana, leo umepata mume. Hii inaonyesha kuwa ulikuwa malaya tangu huko zamani. Hivi umemwambia huyo hawara wako kwamba una mtoto, au umemficha kuwa huna mtoto? Na umemwambia sababu za mimi kukuacha ni litoto lako linalokula kama mchwa? Mweleze kila kitu, usimfiche mwanaume mwenzetu. Shetani mkubwa wewe. Yule mwanaume alimlopokea Femi maneno hayo makali. Femi hakujibu kitu zaidi ya kutoka tu na machozi. Nikalisafisha koo langu kwa kikohozi chepesi, kisha nikamwambia yule mwanaume, kaka, wewe umemwacha, mimi nimempenda, na kuhusu suala la mtoto alinieleza, wala hilo halina tabu. Nitampenda yeye na mtoto wake mpaka wavimbiwe na upendo wangu. Kingine kama hujui, basi huyo sio Femi unayemjua wewe, bali ni meneja katika kampuni kubwa tu. Kwa hiyo naomba usimchafue mke wangu. Nilisema maneno hayo, mara ghafla nikashtuka. Femi amepigwa risasi ya bega
na mtu ambaye alikuwa haonekani. Femi alidondoka chini huku damu nyingi zikimtoka. Tukabaki tu tumeduaa, mimi na yule mwanaume aliyemtambulisha kuwa ni mume. Femi sijakaa sawa, nilishtuka na mimi, risasi ya mguu ikitembea katika mguu wangu, nami hapo ndipo wakati tumeduaa baada ya Femi kupigwa risasi na mtu ambaye alikuwa haonekani, ghafla nikashtuka na mimi nimepigwa risasi ya mguu wa kushoto. Nilidondoka chini huku nikilia sana kwa maumivu makali. Watu wote waliokuwa eneo lile la garden walikusanyika pale tulipo. Jamani, tawanyikeni, eneo hili sio salama kabisa. Ondokeni. Mlinzi wa hoteli ile ya Serena aliwatawanya watu wakati huo, mimi na Femi tukiwekwa ndani ya gari kwa ajili ya kuwaishwa hospitalini. Pole sana kaka, mguu wako umejeruhiwa vibaya sana na risasi, kiasi kwamba imepasua mifupa, hivyo unatakiwa kufanyiwa operation, aliniambia dokta baada ya kufanyiwa vipimo vya ultrasound kwenye mguu wangu uliopigwa risasi. Nikamwambia sawa dokta, lakini mpenzi wangu Femi anaendeleaje? Nilimuuliza Femi kwanza, kwa kuwa akili yangu yote ilikuwa inamuwaza yeye tu, wala sikujali sana kuhusu maisha yangu wala hatima yangu. Dokta alinijibu anaendelea vizuri, ingawaje amepoteza damu nyingi sana, hivyo anatakiwa kuongezwa damu. Aliniambia dokta, sawa dokta, kama mpenzi wangu bado yupo hai ni jambo la kumshukuru Mungu. Naombeni mnichukue mimi kiasi cha damu inayohitajika mkayaokoe maisha yake. Nilimwambia dokta, hapana ndugu yetu, wewe kwa sasa huwezi kumchangia mtu damu kwa sababu bado unaumwa. Isitoshe bado unatakiwa kufanyiwa upasuaji wa mguu, hivyo anatakiwa ndugu mwingine ambaye afya yake ipo sawa ndio ajitolee kumchangia damu. Dokta aliniambia hivyo. Wewe kwa sasa pumzika, suala hilo la kumwongeza damu tuachie sisi, kwa sababu kuna baadhi ya ndugu zake kadhaa wameshafika. Sisi kama madaktari tutaongea nao, wewe kwa sasa lala kwanza, aliniambia dokta. Mimi nikaendelea kulala, lakini moyo wangu ukiwa hauna amani kabisa. Ingekuwa hiari yangu ningenyanyuka pale kwenye kitanda cha hospitali nikawashinikiza madaktari wamwongeze Femi damu yangu. Bana, nyuma ya pazia bila mimi kujua, jamani, ndugu yenu anatakiwa kuongezewa damu na hapo hospitalini hatuna damu kabisa. Jitoleeni kuokoa maisha ya ndugu yenu, dokta aliwaambia ndugu zake Femi. Dokta, fanyeni utafiti mwingine, mimi na afya yangu hii, mgogoro nitoelewe tena damu. Hapana, kila ndugu wa Femi alikataa. Jamani, mimi nitamwongezea, rafiki yangu Skora alijitolea. Dokta akamchukua na kumpeleka ofisini kwake. Hongera sana dada kwa kujitolea kuokoa maisha ya mwenzio, na hivyo ndivyo binadamu tunatakiwa tuishi, Dokta Matabwara alimwambia Skora. Sawa dokta, ila mimi nimejitolea tu, lakini kuna kitu nataka unisaidie, alisema Skora. Kitu gani hicho? Dokta aliniuliza. Skora aliingiza mkononi kwenye pochi yake na kutoa kibunda cha 10,000 ambayo ni sawa na milioni 1. Dokta kabaki ameduadu huku akimeza mate ya uchu kama paka aliyeona panya ndani ya kabati la vyoo. Mzigo huo wa pesa nitakupa endapo utanisaidia kufanya hili nilalolitaka, alisema Skora. Ilibidi dokta akae kwanza kwenye kiti na ajiulize mwenyewe, asikilizie vizuri kwa Skora anataka nini.
Unajua ni kipi Skora anakitaka? Basi kumbuka kusubscribe Fahamu TV Online ili tu wote katika hii simulizi mwanzo mwisho. Kubwa nadhani nitawaletea simulizi kipande cha 5 wakati ambao nitaona maoni yenu yamekuwa safi kabisa, ambapo nataka nione support yenu katika kufuatilia simulizi. Basi tunaendelea, hiki ni kipande cha 4. Unataka nikusaidieje? Dokta alimuuliza Skora. Dokta, mimi nimejitolea kumchangia damu rafiki yangu Femi, lakini damu yangu si salama. Nina maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU, alisema Skora huku akiwa tayari kuweka milioni 1 taslimu kwenye meza ya dokta. Na hizo pesa ni za nini? Dokta aliuliza, kwani bado alikuwa hajajua lengo haswa la Skora ni nini. Hizi ni pesa nitakupa endapo utakubali nimchangie Skora damu yangu, maana najua sisi watu wenye maambukizi haturuhusiwi kumchangia mtu yeyote damu, alisema Skora. Wakati huo dokta alikuwa anatoa macho kama fundi sasa aliyedondosha nati ya saa. Dada, kwani ufanye hivyo? Unafanya hivyo kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kumchangia rafiki yako damu, au unafanya hivyo kwa sababu zipi? Dokta alimuuliza Skora. Sababu za kufanya siwezi kuziweka wazi. Wewe fanya ninachotaka, chukua pesa hizo, lakini kama haiwezekani basi sikulazimishi sana, aliongea Skora. Dokta Wile akazitizama sana zile pesa zilizokuwa juu ya meza yake, huku akitafakari sana juu ya swala hilo haliwezi kuleta shida hapo baadaye, aliuliza dokta huku akionekana kuwa mashaka sana. Shida gani labda Skora? Alimuuliza dokta. Wewe nahofia kwa sababu hii dunia haina siri. Endapo itakuja kujulikana naweza kukosa ugali wangu na pia nikapewa adhabu ya kutumikia kifungo gerezani, alisema Dr. Wile. No, hapana, ondoa wasiwasi dokta. Wewe ni mwanaume, lazima uwe jasiri kwanza. Nani atajua wakati hii ni siri kati yangu na wewe? Skora alimuuliza dokta. Kumbe wakati wanaongea hayo, maana mfanya usafi hospitalini alikuwa nyuma ya dirisha akiwasikiliza wanachoongea dokta pamoja na huyo Skora. Basi sawa, acha nikuchukue damu tumuongezee mgonjwa. Dr. Wile lita 1 hivi. Baada ya Skora kuchukuliwa damu alihisi kizunguzungu, hali yake ilizidi kuwa mbaya, alikosa nguvu kabisa, kulegea sana. Dokta alihofia sana hali ile, huku mapigo ya moyo wake yakipiga kiti ile mbaya. Dada, tukurudishie damu yako Dokta alimuuliza Skora, lakini Skora alikuwa amekosa nguvu na kuongea kama mlevi. Dokta, aliongea Skora kwa shida, huku Dr. Wile akimsikilizia kwa makini kuwa anataka kusema nini. Mara dokta akashtuka. Nini? Ni wewe kuendelea kufuatilia simulizi hii. Hakikisha subscribe Fahamu TV Online. Kama upo tayari kwa kipande kinachokuja, andika kwenye komenti, kwani komenti zenu zitanifanya mimi niendelee na kipande kinachokuja kujua kuwa mnanifuatilia ama leo. Share, like na toa maoni yako. Tuwe wote share up.